Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria, mama wa wote. Mbele yenu ni mwakilishi wa halmashauri ya walei ambaye nimefika kwa ajili ya kuleta ujumbe wa Pentekoste 2026 ambao kwa kauli mbiu yetu tunasema ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa pamoja tuseme ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Ndugu wapendwa katika Kristo, katika maadhimisho haya ya Pentekoste mwaka 2026 tunasimama tena mbele ya fumbo kuu la upendo wa Mungu lililofunuliwa kwa kushuka kwa Roho Mtakatifu juu ya mitume. Tukio hili si kumbukumbu ya historia, bali ni moto hai unaotaka kuwaka upya ndani ya mioyo yetu leo. Ni sauti ya Mungu inayotuita sisi sote, hasa walei, tuamke, tubadilike na tuanze kuishi kwa dhati wito wetu wa Kikristo. Katika mwanga wa maandiko matakatifu, mafundisho ya Mtaguso Mkuu wa Vatikano wa Pili na mafundisho ya Papa Leo wa 14 akirejea barua ya kitume ya Baba Mtakatifu Francis, Furaha ya Injili, tunaitwa kuingia katika maisha ya imani yaliyo hai yanayoshuhudiwa kwa matendo na si maneno pekee. Bwana wetu Yesu Kristo anatutuma na kwa msisitizo usio na kificho, hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Mmepata bure, toeni bure. Tunaitoa katika Injili ya Mathayo sura ya 10 ile mstari wa 7 mpaka wa 8. Hili siyo ombi bali ni agizo. Hili si jukumu la wachache bali ni wito wa kila mbatizwa, na bado ukweli unaouma ni huu: mara nyingi tumenyamaza pale tulipotakiwa kunena, tumeficha imani yetu pale ilipotakiwa kung'aa, na tumeishi kama watu wa dunia hii badala ya kuwa mashahidi wa ufalme wa Mungu. Leo hii tukijiuliza, mimi na wewe, ni mara ngapi tumesimama tukaitetea imani yetu na tukaishi kwa kufuata ile mienendo ya Mungu na wala sio ya dunia? Kwa sababu kama tunavyofahamu, ya duniani tumeyakuta na yatapita, lakini ufalme wa Mungu ndio urithi wetu na ndio ambao tumeahidiwa kwa maisha yetu ya hapo baadaye. Tukisoma tena katika Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 hadi ule wa 20, neno la Mungu linatuambia, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Si maneno ya kupita bali ni utume unaodai uhai wetu wote. Kama kanisa linavyofundisha, walei watazamaji bali ni watendaji wakuu wa uinjilishaji hapa duniani. Leo hii waamini wa Katoliki tumekuwa tukijiwekea kuwa uinjilishaji ni kazi ya padri, kazi ya askofu, ya katekista. La hasha, uinjilishaji ni kazi ya kila muumini aliyebatizwa katika kanisa Katoliki, kwa maana sisi sote tumepewa mamlaka, na pia katika sakramenti ya kipaimara tunapewa Roho Mtakatifu, ambaye Roho huyo anatupa neema ya kuweza kuwa wainjilishaji bora na kuweza kulitangaza neno la Mungu. Hivyo tukiwa kama walei, tuna wajibu wa kutimiza yale ambayo Mungu anatuasa tuweze kuyatimiza, lakini pia kama kanisa linavyotuagiza katika kuweza kuinjilisha neno la Mungu. Ndiyo maana tunakumbushwa tusichoke kutenda mema. Lakini je, tunachoka kwa sababu gani? Je, si kwa sababu mioyo yetu imepoa? Je, si kwa sababu tumekubali kuishi nusu imani ya Jumapili tu, bila mizizi katika maisha ya kila siku? Pentekoste ya mwaka huu iwe ni sauti ya kuamsha dhamiri. Hatuwezi kuendelea kuwa Wakristo wa mazoea bila mageuzi ya kweli ndani yetu. Tunakumbushwa siku ya leo Roho Mtakatifu aweze kutusaidia kuweza kuamsha dhamiri ndani yetu. Ikiwa tunaenenda katika njia zisizo sahihi na tunajiona tunafanya yaliyo sahihi, basi tujue ndani mwetu dhamiri imekufa na Roho Mtakatifu hawezi kufanya kazi ndani yetu. Basi tunakumbushwa siku ya leo kuweza kuamsha zile dhamiri ndani yetu kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ili kusudi tuweze kuwa waamini kamili na si waamini wa Jumapili tu, ama tuweze kuwa Wakristo kamili na sio Wakristo wa Jumapili tu. Habari njema ya ufalme wa Mungu huanza na toba ya kweli. Msifananishwe na dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu.
Uongofu si jambo la hiari, ni sharti la wokovu. Hatuwezi kumfuata Kristo huku tukishikilia dhambi kwa mkono mwingine. Wangapi siku hizi tukizidiwa na changamoto na matatizo mbalimbali katika kazi, katika familia na katika mambo yetu mengine, huku napiga goti kwa Mwenyezi Mungu nikiona nimesali leo, kesho sijapata majibu ya maombi yangu, ninakimbilia mkono mwingine ambao najua nitapata majibu ya haraka. Huko tunakokimbilia, ndugu zangu, tunajidanganya. Jibu kamili lipo kwa Mwenyezi Mungu. Tuendelee kupiga magoti na kumkimbilia yeye wakati wote. Hata kama majibu ya maswali yako yatachelewa, jua tu wakati upo, wakati sahihi wa Mwenyezi Mungu ambapo atakujibu ipasavyo. Hatuwezi kuwa mashahidi wa nuru huku tukiishi gizani. Shingoni umevaa rozari, kiunoni ama kwenye kiganja cha mkono umevaa hirizi. Hatuwezi tukaenenda kwa namna hiyo. Tukizingatia mafundisho ya Kanisa Katoliki, tunakumbushwa kuwa maisha ya Kikristo yanahitaji nidhamu ya kiroho, sala ya kweli, toba ya dhati na mshikamano na sakramenti. Wangapi tunaishi katika amri za kanisa? Kuna watu wengi tunaishi ile ungama dhambi zako walau mara moja kila siku. Hiyo si sahihi kwa Mkristo mbatizwa. Tunaanza kuweza kuishi maisha ya toba ya dhati tukipata nafasi ya kupokea sakramenti ya upatanisho, basi tuikaribie. Lakini pia nidhamu ya kiroho kwa kuweza kuhudhuria mafundisho ya kidini, kuweza kuhudhuria ibada mbalimbali, semina za kiroho ambazo zinatukuza kwa ajili ya kuweza kumjua Mwenyezi Mungu na kuweza kumfahamu yeye zaidi. Hapo ndipo nguvu ya kubadilika hupatikana. Bila hivyo imani hubaki tasa isiyozaa matunda. Nabii Hosea anatoa onyo kali lisilopaswa kupuuzwa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Inatoka kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Huu ni ukweli unaojidhihirisha hata leo. Wengi wanapotea si kwa sababu hawajui kusoma, bali kwa sababu hawamjui Mungu. Tunaposema maarifa, tuzungumzie elimu za darasani, degree, masters, PhD na doctors. Tunazungumzia maagizo ya Mwenyezi Mungu. Leo hii watu wengi ambao wanaongoza kwa kutupotosha ama kupotosha neno la Mungu, wengi wetu ni wasomi. Hivyo basi tunakumbushwa kuwa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa haya tutayapata wapi? Tutayapata kwa kusoma neno la Mungu, tutayapata kwa kusikiliza neno la Mungu, kuliishi neno la Mungu, lakini pia lisibaki tu ndani yetu, bali tuweze kulishuhudia hata katika maisha ya watu wengine, Wakristo na hata wasio Wakristo, ili nao pia waweze kupata maarifa haya ya neno la Mungu na waweze kumjua Kristo. Biblia ipo, mafundisho yapo, kanisa lipo, lakini moyo wa kuyatafuta na kuyaishi umepungua kwa visingizio vya kuwa niko bize na kazi, niko bize na majukumu, niko bize na familia. Nguvu ya kumtafuta Mungu katika kanisa katika karne hii inaendelea kupungua. Hatuwezi kuendelea hivi. Neno la Mungu lazima lirudi katikati ya maisha yetu, katika familia, katika jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, katika ratiba zetu za kila siku. Na kama tunavyofahamu, mama kanisa mwezi huu wa 5 ametupa kwa ajili ya kuweza kumheshimu Mama Bikira Maria. Tukiweza kuangalia katika yote haya, ni wangapi ambazo tunahimiza hata familia zetu kwa ajili ya kusali rozari? Basi ni tumetingwa na majukumu ya hapa na pale, umeshindwa kufika parokiani, kanisani kwa ajili ya kuweza kushiriki rozari na wenzako. Je, katika familia yako umeweza mara ngapi kuweza kuhimiza familia kuweza kumjua Mungu? Huo ndio msingi ambao tunakumbushwa leo pia katika kuadhimisha sikukuu hii kubwa ya Pentekoste. Kama Mtaguso Mkuu wa Vatikano wa Pili unavyosisitiza, neno la Mungu ni chakula cha roho. Bila chakula hiki imani hufa polepole. Kama ambavyo tunajilisha miili yetu vyakula vizuri asubuhi, mchana na jioni, tukiogopa kudhoofika, vivyo hivyo yatupasa tukumbuke kulisha roho zetu, maana tusipolisha roho zetu zitadhoofika na mwisho wa siku imani zitapotea kabisa. Pentekoste inatukumbusha pia kuwa hatuko peke yetu, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye nguvu ya kanisa, ndiye anayewasha moto wa imani, ndiye anayetoa ujasiri wa kushuhudia pale tulipokuwa na hofu. Lakini swali la kujiuliza ni hili: je, tunamruhusu kweli Roho Mtakatifu atutawale, au bado tunamzuia kwa ukaidi wetu?
kwa dhambi zetu na kwa uvuguvugu wa kiroho. Maana tukikumbushwa hata katika neno la Mungu tunaambiwa, chagua kuwa baridi au kuwa moto, ukiwa vuguvugu Mungu atakutapika. Pia tukisoma Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 14, neno la Mungu linatuambia kuwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Tunakumbushwa pia katika kuyafanya yote hayo, katika kumshuhudia Mungu na kuyaishi maisha ya Kikristo au maisha ya kiimani. Changamoto ndiyo zipo nyingi, lakini katika yote hayo tukumbuke kuwa hatuko peke yetu. Tunayo nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inatuwezesha na kutuongoza katika kuyafanya yote. Ushirika huu si maneno ya baraka tu, bali ni maisha ya kweli ya kumtegemea Mungu kila siku. Katika mwanga wa kanisa la kisinodi, tunaitwa kutembea pamoja kama watu wa Mungu, tukisikilizana, kushirikiana na kubeba mizigo ya wengine kwa upendo. Hata hivyo, sinodi si mjadala wa maneno matupu, bali ni wito wa toba na mageuzi ya kweli ya moyo, tukiruhusu Roho Mtakatifu atuongoze katika maisha ya imani hai. Hivyo tunahimizwa kuacha ubinafsi wa kujenga umoja unaotokana na Kristo, tukishuhudia Injili kwa vitendo. Ndipo sisi walei tunapoitwa kung'aa katika familia, kazini na jamii, tukiwa kweli chumvi ya dunia na mwanga wa ulimwengu. Swali la kujiuliza, je, wewe ni chumvi ya dunia? Je, wewe unawaangazia wangapi katika maisha yao? Au ukionekana tu mbele ya kundi la watu watainamisha vichwa chini na kusikitika? Ni kweli kwamba mara nyingi tunajitetea kwa kusema roho iradhi, mwili udhaifu, Injili ya Mathayo sura ya 26 mstari wa 41. Lakini je, hatujatumia maneno haya kama kisingizio cha kuendelea katika udhaifu? Tunakumbushwa wakati wote Kristo hakutuacha bila msaada. Hata neno la Mungu linatuambia pia, vaeni silaha zote za Mungu. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi wa 13. Tukirejea roho iradhi lakini mwili udhaifu, ni wangapi tunashindwa kutumika katika kanisa? Tunashindwa kuyatekeleza yale ambayo mama kanisa anatuasa tuweze kuyatekeleza, au yale ambayo Mungu anatutaka tuweze kuyatekeleza, tukisingizia ninatamani kweli kushiriki, ninatamani kweli kufanya, lakini nashindwa. Aidha ni kutokana na changamoto mbalimbali ambazo tupo nazo katika maisha yetu, au kutokana na ugumu wa maisha au hali za kiuchumi ambazo zinatukabili. Lakini katika yote tunakumbushwa kuwa Mungu yuko pamoja nasi na yeye hajatuacha hata mara moja. Na hata hivyo tunaendelea kuambiwa hii ni vita ya kiroho, na ushindi wake unadai ujasiri, nidhamu na imani thabiti. Ukipigana vita hizi kimwili na kuhakikishia ndugu yangu, utashindwa na hautaweza kufaulu. Lakini tukizikabidhi vita zote hizi mikononi mwa Mwenyezi Mungu, naye ataweza kutushindia. Haijalishi ni changamoto ya muda gani, ni matatizo yamedumu kwa muda gani ama kwa kipindi gani katika maisha yako, lakini yote ukimkabidhi yeye Mwenyezi Mungu, anatuachia neema ya kutosha ambayo itaweza kutusaidia kuweza kuyashinda yote. Hata Mtume Paulo anathibitisha kuwa hata katikati ya mateso neema ya Mungu inatosha. Wakati wote katika changamoto zozote zile ambazo utakuwa unazipitia, basi siku ya leo Roho Mtakatifu akakukumbushe ndani yake ya kuwa neema ya Mungu pekee inatosha. Si neema kutoka kwa wanadamu, si kutoka kwa mjomba, kwa baba, mama, shangazi, bali ni neema ya Mungu pekee ndiyo ambayo inatosha na ndiyo ambayo itakuvusha katika yote ambayo yanakukabiri. Hivyo basi, kukata tamaa si chaguo la Mkristo, bali chaguo letu ni kukimbilia mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hasa kanisa Katoliki tuna utajiri wa kutosha. Tunaye Mama Maria, tunaye Yesu wa Ekaristi Takatifu. Tunavyo vyanzo vingi sana ambavyo vinatusaidia kutupa kiturizo katika maisha yetu na kutupa nguvu ya kuinuka na kusonga mbele. Ndugu wapendwa, pengine hali ya imani yetu imefika hapa ilipo kwa sababu sisi wenyewe tumezembea, au tumekuwa waoga, au tumekubali kuishi chini ya kiwango cha wito wetu. Lakini Pentekoste hii ni nafasi ya neema, nafasi ya kurudi, ya kuanza upya, ya kusema kwa unyenyekevu, wewe Bwana upo katikati yetu, usituache. Inatoka sura ya kitabu cha Yeremia sura ya 14 mstari wa 9. Mungu hachoki
kutuita, lakini je, sisi tuko tayari kuitika? Mara ngapi umeitwa na Mungu? Mara ngapi umeitwa kutumika, lakini ukaweka sababu, mimi siwezi, sitaweza, nina moja, nina mbili. Leo tunakumbushwa Mungu hachoki kutuita, lakini je, tuko tayari kuitika? Huu ndio wakati wa kubadilika. Huu ndio wakati wa kuchoma mioyo kwa moto wa Roho Mtakatifu. Huu ndio wakati wa kuacha imani ya juu na kuingia katika undani wa ufuasi wa Kristo. Tusonge mbele bila woga, tukishikilia yake. Mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tusione haya Injili, tusiogope kumtangaza Kristo, wala tusiuone haya Ukristo wetu. Popote pale ambapo utaitwa, simama imara, simama kwa ujasiri, maana hii ni ahadi ya Yesu Kristo mwenyewe ambaye alituahidia kuwa yupo pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Natoka Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari ule wa 20. Basi kwa sauti moja, kwa moyo uliowaka moto wa imani na kwa maisha yanayoshuhudia, tusimame na kutangaza kwa ujasiri, ufalme wa mbinguni umekaribia. Roho Mtakatifu atujalie neema ya ujasiri, mageuzi ya kweli ya moyo na upendo unaotenda kazi katika maisha yetu ya kila siku. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema.